Sijawahi kuona watu ambao wana akili nzuri ya mapambano kama wazee waliopigana vita ya Majimaji. Wale wazee walikuwa na akili sana. They were very intelligent. Walikuwa na akili nyingi sana. Na ni makosa kuwatukana kwamba walikuwa wajinga. Sababu kuna watu huwa wanaamini kwamba walikuwa wanapigana, wanaipaka maji, wakiamini kwamba bunduki haziwezi kuingia. Hizo ni ideology ambazo sasa hivi inabidi tuanze kuzichallenge. Haziko sawa. Yani haziko sawa. Na kuna vitu vingi vya kutazama, vya kugundua kwamba kuna vitu haviko sawa. Nitakupa mfano. Vita ya Majimaji imeisha mwaka 1907. Imepigana kuanzia mwaka 1905 mpaka 1907. Kinjekitile Ngwale ambaye anazingatiwa kwamba ndio mganga kama historia inavyosema, aliyewafundisha watu kwamba wakijipaka maji hawatapigwa na risasi. Yeye alikufa takriban mwaka 1905 huo. Alikufa mwanzoni kabisa wa huo mgogoro. Nani aliendelea kurani hiyo idea ya kwamba ukijipaka maji ukipigwa risasi hufi kwa miaka miwili? Na hiyo miaka miwili waliopigana, yani wale wazee walikuwa ni wajinga wa kiwango gani? Wanashuhudia kwamba watu wanapigwa risasi wanakufa, alafu wao wameendelea kukaza ubongo kwamba risasi zikipigwa ukijipaka maji haziingii. Nani alikuwa na run hii idea? Mbona historia haituelezi nani alikuwa na run hii idea? Utagundua wazi kwamba idea hiyo ya maji inawezekana ikawa si idea sahihi. Na wako baadhi ya wanahistoria ambao wamechallenge idea hiyo ya maji, huenda ikawa si idea sahihi. Na ni kwa sababu pia ya jamii ya watu ambao walopigana ile vita. Manake asilimia kubwa walikuwa ni watu wa kusini ambao aidha walikuwa wanaathiriwa zaidi na mila zao, lakini vile vile zilikuwa zinaathiriwa zaidi na jamii kama za Kiislamu ambao sehemu kama matumizi ya maji na mfano wake ni jambo ambalo lipo katika zile nani zao, ibada zao na vitu kama hivyo. Kwa hivyo swali la kwanza ni hilo kwa watu wa historia, watueleze vizuri nani alirun idea ya maji baada ya Kinjekitile Ngwale kuwa amekufa. That's the point number 1. Lakini point number 2, hawa wazee wamepigana vita miaka miwili mfululizo. Jamani, tusikie vita miaka miwili mfululizo. Katika kipindi cha mwaka 1905 1906 mpaka hiyo na 7 yenyewe, katikati hapakuwa na ripoti za kuonyesha palikuwa kuna njaa. Ina maana ni watu walikuwa wako well organized katika mpangilio wa chakula na kila kitu, wakujua kwamba tunapigana na hawa jamaa, vita inaweza ikachukua muda mrefu. Ripoti za njaa Tanzania au Tanganyika kwa kipindi kile zilianza kudhihiri mwaka 1908. Sio na 5, sio na 6, sio na 7. Mtu asiyekuwa na maarifa anawezaje kupigana vita na akafanya preservation ya chakula, akahifadhi chakula kwa miaka miwili mfululizo na pakawa hakuna njaa? Unaweza ukapima kwamba ubongo wao ulikuwa ni wa namna gani. Lakini vile vile kwa miaka ile hapakuwa na teknolojia, yani kusema kwamba labda kuna simu zinapigwa au kuna email wanatumiana au nini, magari. No. Haikuwa hivyo. Sasa unaweza ukapima ile vita imepigana kwa takriban miles 10,000. Yani ile eneo lote coverage ilofanyika ile vita, miles takriban 10,000. Walikuwa wana njia gani ya kuweza communicate, yani kupeleka zile taarifa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Maana yake hawa watu walikuwa ni wazuri sana kwenye kujiorganize. Walijiorganize vizuri sana. Na kipindi ambacho wale wazee wa vita ya Majimaji wanapigana na Wajerumani, tunatakiwa tuwajue Wajerumani walikuwa ni kina nani. Wajerumani tunatakiwa tuwajue ni kina nani. Mwaka 1884 na 85 takriban ndio imekaliwa ile Berlin Conference, ile kikao cha Berlin cha kuigawanya Afrika. Ina maana ile tofauti baina ya vita ya Majimaji kuanza na ile kikao cha Berlin kukaliwa ni takriban kama miaka 20 tunasema. Sasa kwa kipindi cha miaka 20 nyuma, Marekani inazikusanya nchi zenye nguvu Ulaya ili mkusanyike Ujerumani. Ujerumani ndio imekusanya nchi zile za Ulaya. Ili nyie mkusanyike Ujerumani nguvu yake ikoje? Yani you have to ask yourself on that. Jiulize. Yani huyu Ujerumani mpaka anawakusanya hawa
wazungu wenzake, yeye nguvu yake ikoje? Maanake ni powerful, ni nchi ambayo ina nguvu. Unapigana nayo vipi miaka 2 mfululizo? Na wale wazee kuonyesha kama they were very good, waliamua kutumia guerrilla tactics. Walitumia guerrilla tactics, maanake walikuwa wanajua hao Wajerumani hawa wana silaha, wana teknolojia. Namna ya kupigana nao hawa, tupigana nao kwa hit and running. Tupige tunapotea, tunapiga tunapotea, tunapiga tunapotea. Kwa unaweza ukaona kwamba ni watu ambao walikuwa na elimu ya kujua strategy za vita zikoje, wana elimu ya kujua namna gani wanaorganize mambo ya chakula kihifadhiwe vipi, umeelewa vizuri, wana namna ya kujua ile communication system, mfumo wa mawasiliano, taarifa zinahama vipi. Na ndio maana ukienda katika ile makumbusho kama kule Songea wapi, unaona kuna barua wanaandikiana. Barua inatoka kwa siyo Alison Geambano, siyo inakwenda kwa nani huko upande wa pwani. They were very intelligent. Walikuwa ni watu ambao wana akili timamu. Walikuwa ni watu ambao wana akili timamu. Kwa hivyo, kitu ambacho tunajaribu sisi kuuliza watu wa historia, mtueleze. Kwa sababu watoto mnawafundisha hizo idea za maji. Maana yake wazungu wametengeneza, huyu Kinjekitile Ngwale alikuwa mganga. So which means kwamba sisi akili zetu ni kuamini waganga. Ndio hicho kitu ambacho mimi nakiona hawa jamaa wajaribu kukitengeneza. Kwamba sisi ni watu ambao akili zetu zimeishia kwenye kusikiliza waganga wanasema nini, kina Kinjekitile Ngwale. Kwa hivyo swali la msingi, watu wa historia tunataka mtueleze. Au binafsi mimi naomba wale wabobezi wa historia wanipe maelezo kwa niaba pia ya wengine ambao inawezekana wakawa na lauti kama mimi, kwamba ni nani aliyeongoza ideology ya kusema maji ili ukipigwa risasi isiingie katika mwili wako baada ya Kinjekitile Ngwale kufa. Nani aliongoza idea hiyo? Na kama hapakuwa na aliongoza ideology hiyo, je, hatuoni kwamba hiyo ideology ya maji imetumika kwa lengo la kudogodisha, yani kuufanya ile intelligent quotient, ile ufahamu, ile maarifa ya Waafrika yaonekane ni maarifa ya kijinga? Hebu jaribu kujiuliza hilo wewe kama mwana historia, alafu jaribu kuchimba, kwa sababu sisi tumefuatilia vizuri. Hajatoa tu kwa details, kwa maelezo marefu, lakini tumefuatilia vizuri. Tunashaka na hiyo ideology ya maji iliyoongozwa na bwana Kinjekitile Ngwale. Tunawaomba watu wa historia mtujibu, alipofariki Kinjekitile Ngwale mwaka 1905, ile wakati vita inaanza, who was running the business? Nani aliongoza hiyo mishe ya kuhusiana na vita ya Majimaji? Tukipata majibu, huenda nyoyo zetu zikawa zimetulizana. Uwe na muda mwema.